neno la Mungu. Na ujumbe wetu wa leo unasema kwamba usikubali kupunguziwa mwendo. Huu ndio ujumbe wetu wa leo. Usikubali kupunguziwa mwendo. Nasoma maandiko katika kitabu kile cha Wafalme wa Pili, sura ile ya 4, tutaanzia mstari wa 17 mpaka ule wa mstari wa 24. Mstari wetu ambao umebeba ujumbe ni ule mstari wa 24, lakini ili tuelewe vizuri naomba tutaanzia huo mstari wa 17. Nasoma katika jina la Yesu. Wafalme wa Pili sura ya 4 kuanzia mstari wa 17 hadi wa 24. Biblia inasema, yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mtoto mume. Wakati huo mwakani kama Elisha alivyomwambia. Hata yule mtoto alipokuwa, ikawa siku moja alitoka kwenda kwa baba yake kwenye wavunao au kwa wale wavunao. Akamwambia baba yake, kichwa changu. Naye akamwambia mtumishi wake, mchukue kwa mama yake. Akamchukua akampeleka kwa mama yake, naye akakaa magotini mwake hata adhuhuri, kisha akafa. Mamaye akapanda juu, akamlaza juu ya kitanda cha yule mtu wa Mungu, akamfungia mlango, akatoka. Kisha akamwita mumewe, akasema, tafadhali uniletee mtu mmoja. Akasema, tafadhali uniletee mtu mmoja wa watumishi na punda mmoja, ili nimwendee yule mtu wa Mungu. Nimwendee yule mtu wa Mungu haraka nikarudi tena. Akasema, kwa nini kumwendea leo? Sio mwandamo wa mwezi wala Sabato. Akasema, si neno. Akatandika punda, akamwambia mtumishi wake, mwendeshe tuendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Akamwambia mtumishi wake, mwendeshe tuendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Basi ujumbe wetu unasema usikubali kupunguziwa mwendo. Hapa ni hii inatokana na sababu ya mtumishi wa Mungu huyu Elisha alimtendea muujiza mwanamke mmoja Msunemu, wakati alipokuwa akipita pembeni ya njia mahali ambapo yule mama amejenga nyumba yake. Na baadaye yule mwanamke Mshunemu akagundua au akafunuliwa kabisa kwamba yule aliyekuwa akipita pale karibu na nyumba yake ni mtumishi wa Mungu. Lakini mara zote alikuwa akipita, wakati mwingine anatoka kwake anakwenda huko kwenye huduma, au anatoka kwenye huduma anapita pale pale. Sasa wakati mwingine anapita jioni sana, labda giza limeingia. Sasa huyu mama, kwa sababu alikuwa na roho ya ukarimu ndani yake, akasikia moyoni mwake kumkirimu yule mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo akamshirikisha mume wake kwamba mimi naona huyu mtu anayepita hapa kila leo hapa inaonekana ni mtumishi wa Mungu. Na sasa unakuta wakati mwingine anapita kweli ni giza na nini, na anako kwenda inaonekana ni mbali. Sasa unaonaje? Mimi nafikiria kwamba tumtengenezee chumba hapo, ili kusudi kwenye kile chumba tuweke kinara cha taa pamoja na kameza hapo na kiti, ili kwamba anapokuwa ametoka huko, amechoka sana, baada ya kuendelea na safari kwa sababu hana mahali pa kulala, basi awe anapumzika hapa. Mume wake akamkubalia lile wazo lake au ule ufunuo alioupata, na kweli wakakubali, wakamtengenezea chumba hapo, na katika kile chumba wakaweka vile vitu ambavyo walikuwa wamekusudia kuviweka ili mtumishi wa Mungu anapokuja pale anapumzika. Na alikuwa na mtumishi wake Gehazi. Na ikaonekana kabisa kwamba siku moja huyu mtumishi wa Mungu akaona ule ukarimu na ule wema ambao huyu mwanamke Msunemu amemtendea Elisha. Akamuuliza Gehazi, akamwambia, huyu mama ametutendea mema sana. Unaona siku hizi tunatoka huko tumechoka, yani, lakini unakuta kwamba tulikuwa tunapitiliza kwa sababu tulikuwa hakuna mahali tunapofikia. Lakini huyu mama angalia ametukirimu. Sasa mimi sijui mama atendewe nini kwa ajili ya ukarimu wake aliyotutendea. Huyu mama Gehazi akasema, lakini mimi naona kwamba
huyu mama tangu nimekuja hapo tunakwenda hatujasikia hata mtoto analia hapa au mtoto anacheza au mtoto anatumwa anaitwa fulani njoo. Kwa hiyo mimi nahisi huyu mama hana mtoto. Basi mtumishi wa Mungu Gehazi kama ulivyo historia inavyosema ni kweli alimuita yule mama, na alipomwambia aseme kitu chochote yule mama hakuona mapungufu, maana ile hali yaani ile hali yake ya kutokuwa na mtoto alishaizoelea na akawa ameshachukuliana na hiyo hali, akaona kwamba ni ya kawaida. Kwa hiyo hakuwa na hamu tena ya kuendelea kudai mtoto, aliona tu kwamba ni kawaida. Kwa hata alipoambiwa kwamba aseme chochote ambacho anakihitaji kwa ajili ya yale mema aliyowatendea Elisha na mtumishi wake Gehazi, yeye hakuona mapungufu yoyote. Akasema mimi sina mapungufu, maana mimi ni mtu ambaye ni mtu mkubwa, mume wangu ni mtu mkubwa, na mimi chini yangu nina watumishi, naweza kumwagiza yule nenda akafanya hiki akafanya na kila kitu ikafanya. Kwa hiyo mimi sijaona mapungufu yoyote. Basi lakini Elisha akagundua, akasema akaona kwamba hana mtoto, akamweleza kwamba basi hata kama unaona kwamba huna mapungufu, mimi naona kwamba nikutabirie tu kabisa mwakani kama muda kama huu basi Mungu atakupa mtoto. Huyu mwanamke hakuamini yale maneno ya mtumishi wa Bwana, lakini ukisoma hapo inaonekana kwamba wakati ulifika na huyu mama akabeba mimba. Ndio hapo mstari wa 17 sasa unapoanzia. Kachukua mimba kweli kama mtumishi wa Mungu alivyomwambia muda ule kwamba mwakani wakati kama huu utachukua mimba na utazaa mtoto wa kiume, na kweli ndivyo ilivyokuwa kwa huyu mama. Lakini sasa hapo tumeona jinsi ambavyo huyu mama baadaye yule mtoto kweli alipewa, na huyu mtoto akakua. Lakini baada ya kuwa amekuwa, siku moja akawa ametoka akawa ameenda kwa baba yake. Alipofika kwa baba yake akamwambia, baba, kichwa changu, ina maana kichwa kilikuwa kinamuuma sana. Lakini baba akaona kwamba haya mambo haya mimi siyawezi, akamwambia nenda kwa mama yako. Kwa hiyo akamtuma kwenda kwa mama yake. Basi mama alipojieleza pale kwa mama yake naye akamlaza magotini. Biblia inavyotuambia hapo inaonekana kwamba alimlaza kwenye magoti. Zangu mtoto anamwambia hivyo, yeye alichokifanya ni kumkalisha yule mtoto kwenye magoti. Na Biblia inasema kwamba mpaka adhuhuri, yani mpaka wakati wa jioni. Kwa hiyo ina maana kwamba huyu mtoto yani kipindi hicho, yani kama mama aliamua tu amtulize yule mtoto, na hatuambii kwamba alimpa dawa, hatuambii kwamba zifanyaje. Na yule mama labda alipigwa na bumbuazi kwamba sasa mtoto huyu mwenyewe nilipewa na yani kwa maombi. Sasa hapa mtoto nitamhudumiaje? Basi akakaa hivyo, na hakujua, nafikiri kwamba hakujua pia kwamba mtoto atakufa. Lakini baadaye Biblia inavyotuambia hapa anasema yule mtoto alikufa. Lakini baada ya kwa yule mtoto amekufa, huyu mama kitu alichokumbuka, hapana, huyu mtumishi wa Mungu huyu aliyeniombea, kwanza mimi sikuwa nimemwambia anipe mtoto, yeye mwenyewe ndio aliyeona hilo na akanipa mtoto. Ina maana alinidanganya, napewa mtoto alafu tena mtoto anakufa, iwezekani. Kwa hiyo alichokifanya akaenda akamlaza kwenye chumba kile ambacho alimtengenezea yule mtumishi wa Mungu, alafu akafunga mlango, alafu akaondoka akaenda. Na alipofika kule, basi tunaelezwa kabisa kwamba baadaye walipoongea na yule mtumishi wa Mungu, ni kweli kwamba yule mtoto alifufuka. Lakini hapa kitu ambacho tunajifunza kwa huyu mama, alipokuwa na yule mtumishi wa Mungu, alimwambia kabisa kwamba sasa hivi hapa nimepanda huyu punda, na wewe ndio unayemwendesha huyu punda. Tafadhali muendeshe tuendelee mbele, wala usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Yani hata kama tuende yani kwa kasi hiyo kuendelea mbele, yani kama nitataka upunguze mwendo nitakwambia mimi mwenyewe, lakini kama sijakwambia usinipunguzie mwendo. Sasa ndio hapo ujumbe wetu ulipo, kwamba huyu mama kwanza tunaona kwamba kabla hata hajaenda kwa yule mtumishi wa Mungu, kuna vikwazo vilikuwa vimeanza. Vikwazo vilivyoanza ni kwamba mume wake alianza kumwambia, unaendaje, kwa nini uende leo? Sio mwandamo wa mwezi wala sio wakati wa Sabato na nini. Vikwazo vikaanzia hapo, lakini akamwambia hapana, sio neno, maana mimi siangalii hayo, mimi ninachohitaji ni kwenda kumuona mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo akaona kabisa kwamba ni vizuri, kwa sababu ameanza kukutana na vikwazo. Sasa ina maana kabisa kwamba anatakiwa aende kwa kasi hiyo ili kusudi asije kapunguziwa mwendo, labda huko njiani angeweza tena kukutana na watu wengine, vipi unaenda wapi nini, akajikuta anapoteza muda. Kwa hiyo akamwambia yule kwamba aendelee mbele ili kwamba afike kwa wakati aliyokuwa amekusudia. Na ukumbuke aliposema kwamba yule mtoto adhuhuri muda ulifika, mtoto akafa. Kwa hiyo ilikuwa ina maana kwamba muda ulikuwa umeenda sana, ni jioni sana. Kwa hiyo wapendwa, tunaweza kujifunza kitu kupitia huyu mwanamke ambaye yeye baada ya kuwa mtoto amekufa, hakuanza Biblia haielezi kwamba alianza kupiga yoe na kulia, jamani kwa nini imetokeaje, kwamba majirani hata wakusanyike kwamba kuna nini. Yeye alichokifanya, aliamua kumuingiza kwenye chumba cha yule mtu wa Mungu ambaye alijua kabisa muujiza ulitokea kwake. Yule mtoto alimpata kwa njia ya maombi ya huyu mtumishi wa Bwana. Kwa hiyo ngoja nimweke humu alafu nimwambie. Ukisoma pale utajua alivyoenda kuongea na yule mtumishi wa Bwana. Lakini wapendwa, kitu ambacho tumeona kabisa ambacho na sisi tunatakiwa tujifunze,
ni vizuri kabisa kwamba tujue kabisa kwamba na sisi pia kuna mambo mengi ambayo Bwana ametupatia na miujiza mingi ambayo Mungu ameshatufanyia katika maisha yetu. Kuna vipawa na karama na huduma ambazo Mungu ametupatia, lakini kuna vikwazo ambavyo huwa vinainuka. Vile vikwazo vinapoinuka huwa vinainuka kwa ajili ya kutupunguzia mwendo, kutupunguzia kasi tuliokuwa nayo. Unakuta mtu amepewa huduma, amepewa utumishi fulani, labda yeye ni mtu huyu ni muombaji au ni mtoaji, lakini utashangaa vitainuka vikwazo kupitia ile huduma yake vitakavyompunguzia ile kasi aliyonayo katika ile huduma, katika ule utumishi. Lakini tunatakiwa kabisa kama ujumbe unavyotoka kwamba usikubali kupunguziwa mwendo. Hata kama unakuta kwamba vikwazo vinainuka, vipingamizi vinainuka, lakini hebu ni vizuri wewe tuwe na lugha kama hii ambayo huyu mtumishi wa Mungu, huyu mwanamke Msunemu amekuwa nayo kwa yule mtumishi wake, kwamba usinipunguzie mwendo. Na wewe unapoona chochote kile kinainuka juu yako kwa ajili ya kupunguzia mwendo, kupunguza kasi uliyokuwa nayo, labda katika maombi, kasi uliyokuwa nayo katika kumtumikia Mungu, kasi uliyokuwa nayo katika huduma ya aina yoyote ile, katika labda utoaji, katika maombi, katika kuhudhuria vipindi, katika kutoa huduma, katika aina yoyote ile, basi usikubali kupunguziwa mwendo na changamoto ambazo nakutana nazo katika maisha ulio nayo. Usikubali kupunguziwa mwendo hata katika mapito au majaribu yanayoinuka katika ndoa. Kama we ni mwanandoa, usikubali pia kupunguziwa mwendo katika mapito unayokutana nayo au majaribu unayopata nayo katika hali ya uchumi labda haukwenda kama unavyotegemea. Hiyo isiwe kikwazo cha kusababisha wewe kupunguza mwendo, kupunguza kasi ile uliyokuwa nayo katika huduma yako, katika kumtumikia Mungu. Maana neno la Mungu pia linatuambia mwisho wa mambo yote umekaribia. Kwa hiyo nyakati tulizo nazo wapendwa ni nyakati za kuongeza kasi, sio nyakati za kupunguza mwendo. Ni ukiangalia mambo yanavyoendelea, ni kweli kwamba kama Petro alivyosema katika kile kitabu cha Petro wa kwanza sura ile ya 4 na ule mstari wa 7 kwamba lakini mwisho wa mambo yote umekaribia, basi tuwe na akili na tukeshe katika sala. Kwa hiyo ina maana kabisa ya kwamba tunapaswa kuendelea kuongeza kasi hata katika maombi. Tunatakiwa kuongeza kasi hata katika kusoma neno, kwamba jamani, kipindi kama hivi neno la Mungu linatuambiaje? Mbona kuna haya na haya yanatokea? Na kama haya mambo yanatokea, je, tunatakiwa kufanya nini? Tunapaswa sisi wenyewe tuongeze kasi katika kila eneo, sio kupunguza mwendo. Na wakati mwingine mtu anaweza kuwa tuna huduma hata kanisani, anatoa huduma fulani, ile huduma ikawabariki watu, lakini ushangae kwa sababu adui hapendi tunapokuwa tunafanya kazi ya Mungu kwa kasi, katika ile hali ya kujua kabisa wakati tulio nao ni mdogo, na yeye shetani anajua kabisa kwamba ni kweli kwamba wakati umekwisha. Kwa hiyo yeye kusudi la shetani kutupunguzia mwendo, lakini tusikubali kupunguziwa mwendo. Wewe ni muombaji, ongeza kasi katika maombi yako. Wewe ni mtoaji, ongeza kasi katika kutoa kwako. Wewe ni mkarimu, ongeza kasi katika ukarimu wako. Wewe ni mhudumu au ni mtu ambaye unajitoa katika kutoa huduma za aina mbalimbali kama Roho wa Mungu anavyokuongoza. Ongeza kasi katika hizo huduma ambazo Mungu ameweka ndani yako kwa ajili ya kuzitoa kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo eneo lolote lile ambalo unajua kabisa kwamba Mungu ameliweka ndani yako, iwe ni karama, iwe ni huduma, kipawa cha aina yoyote ile, wapendwa, sio wakati wa kupunguza mwendo, ni wakati wa kuongeza kasi katika kile unachokifanya. Kwa nini? Kwa sababu mwisho wa mambo yote umekaribia. Sasa usije ukakutilizwa umepunguza mwendo, kumbe ulitakiwa uongeze kasi katika kile unachokifanya. Kwa hiyo Bwana tusaidie, na Mungu aniwezeshe na atuwezeshe sote, kila mtu aone kwamba ni eneo gani ambalo anapolifanya anasikia kubarikiwa, anapolisimamia anasikia kutiwa nguvu. Basi hilo mpendo, unajua kabisa katika eneo hilo ndio ushindi wako uko hapo. Kwa hiyo usikubali kabisa kupunguziwa mwendo, aidha na maneno au changamoto au vikwazo au vipingamizi. Unachopaswa ni kuongeza kasi. Mungu atubariki. Naomba nimshukuru Mungu. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakushukuru Mungu mwaminifu kwa ajili ya neno hili ambalo Bwana umependwa mchana wa leo na asubuhi ya leo kwa wenzetu, kwamba Baba tuweze kulipata neno hili. Maana anajua kabisa kwamba katika safari ya wokovu tulio nayo, wakati mwingine tunakutana na vikwazo na vipingamizi mbalimbali, changamoto mbalimbali katika huduma zetu, katika utumishi wetu, na unakuta kwamba wakati mwingine hata vikwazo vinatokea ndani ya ndoa zetu, ndani ya familia, au katika mapito, katika maeneo ya kazi zetu, shughuli zetu, biashara zetu. Lakini Bwana wa majeshi leo umetuhimiza
kwamba tukijua kabisa kwamba ule mwisho umekaribia, Yesu karibu narudi kulinyakua kanisa. Tusikubali kupunguziwa mwendo katika eneo lolote lile, kwa njia ya maneno au kwa njia ya vikwazo vya namna yoyote ile. Lakini tunachopaswa Bwana ni kukaza mwendo, ni kuongeza kasi katika huduma na utumishi wetu, ili Bwana Yesu utakapokuja kulinyakua kanisa, kazi zetu zitakapopimwa zikapate kusimama na wala sio kuteketea. Asante Mungu wetu, kwa sababu ninaamini kabisa kwamba neema yako itatuwezesha. Maana Baba, sisi wenyewe hatuwezi, lakini tunayaweza mambo yote katika wewe ututiaye nguvu. Tunahitaji nguvu yako Bwana Yesu, ili tuweze kuongeza kasi katika huduma na utumishi wetu, kila mmoja kama ulivyomuita na kila mmoja kama jinsi ulivyomwekea huduma ndani yake. Pokea sifa na utukufu Mungu wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu tunaomba na kushukuru. Wote tuseme amen na Mungu atubariki. Amen. Karibu Mama Lukini. Amen. Mungu akubariki mtumishi wa Bwana Mchungaji Miriam Igogo kwa ajili ya ujumbe mzuri kabisa na wa wakati kwa kweli. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.